Sio historia ati I have a godfather. Kama ni godpapa, we have Jehovah God. Hallelujah. You don't have to be known by the governor. You just need to be known by Jesus. Jesus, when Jesus knows you, only one button of your life inakusongesha. Na ndio mimi na support hii curriculum mpya ya masomo. Hii curriculum inasema hakuna mtoto bure. Hii sisi tulisoma, mtu alikuwa anashindiliwa, hakuna hata kuunganisha moja na moja. Huwezi. Ni viboko na kuagua lazima. Unaenda usiku, unaweka karai maji, unaweka miguu. Yo usisizie ulale, unakalamia mtihani. Unapata hiyo degree, hakuna kitu unaweza. Kwa sababu umepata degree ya kufurahisha mzazi, ya kufurahisha mwalimu. Hii masomo inasema kila mtoto ni mshindi. Kuna kitu ambacho yeye anatangulia nacho. So wakigundua ni kitu gani, wanakazia hiyo laini. Si lazima ufanye account, mahesabu ndio ufanikiwe katika maisha. Unaweza ukagonga ngozi ya ng'ombe na ukawa milionea. Unaweza kushona nguo na popa kija Kenya anaivaa. It's not a must. Tunasumbuana bure. Hakuna mtu aliumbwa na Mungu ni bure. Ndio. Sasa maana umekuwa mkia tamu tatu zinafuatana. Unajua kweli mimi mbuzi kabisa. Kila mahali unaenda, hata ile kitu kawaida uwezi. Unakuwa na inferiority complex. Ya kwamba mimi ni bure. But I thank God because things are happening in our season. Hallelujah. Amen. Hakuna mtu, Mungu amekufanya kitu moja, you are unique in that. Na ukigundua utaprosper na hiyo. Kama ni kutengeneza marioneti na rukaruka hivi, hiyo ndio utafanyia mfalme rahisi na atacheka na utakuwa milionea. Anything, hata kushuka nywele tu uhitaji kwenda shule. Kuna ataenda shule na akinyoa zinakaa kama mkia nguruwe akishuka. Lakini wewe hujaenda shule na ukishuka kila mtu anapiga laini kwa saloni yako. Kile kitu kinahitajika ni ugundue Mungu amekuitia nini. Acha kusumbuana na maisha. There is something you can excel in and you have got to discover it. How many graduates have studied na hawafanikiwi na kile walisoma? Walitoka wakajua njia nyingine ndio wanafuata. If I knew this one before, mimi ningeenda Bible school kitambo. Nilipata stima na sijawahi hata kulipea kika baba. Hata John anajua yeye anatengenezaga. Yet my profession is electricity, but I am not called for that. That is why I'm preaching this gospel. My work is to liberate you in the spirit and in the physical. So that kama kuna mapepo inakusumbua tufungue. Kama kuna kitu imekaliwa na shetani tufungue. Sikumaliza ile story ya Eldoret, tumeenda Eldoret kwa guest house, tukiwa pale guest house tumekaa. Msichana ako pale ni mama, nikawa naongea na yeye, nikawa namuombea aokoke. Maana sana namwambia mambo ya wokovu, ananiambia mimi siwezi kuokoka, mimi ni wa Catholic. I don't know who said deal is dead and be good. Nani alisema deal is dead? Unaweza kuwa deliverance na uwe ndio number 1 hell. Yes. It's not about denomination. It is about Christ. If you have no Christ, you are not going anywhere. Na hiyo tunaongea kwa ujasiri. Like this preacher who preached before the president of United States. Akaambiwa wewe, unajua rais amekuja hii crusade. Kwa hivyo behave yourself. Control your speech. The president is around. And the guy when he rose up, he said, I've been told that the president is in this meeting. What I want to say is, if he doesn't repent, he will equally go to hell. Watu wakajishika midomo. Na wakati anaombea watu wokovu, rais akainua mkono. I'm saying you are going far. Amen. I'm saying you are going far. There is something you can excel in. Kitu ambacho unaweza kufanikiwa kwa. Huyu msichana nimemwambia mambo ya wokovu pale akaushikaia chati imejaa watu hivi. Mungu alitembea sana pale. Na msizoee hapa. Msizoee jameni, msizoee. Mkizoea watu wengine wanavuna kwa upako. Maana hii upako sisi tunakula, hii upako ni mfaidike. What happened in Kiserian? Ask. Even now I'm going back there. Sasa amenipigia. Watu wanaamini na wanapokea. Kama wambali wanapokea, sebuse wewe uko hapa. That place is ticket Eldoret. Mungu alitembea. Alitembelea watu. Na both physical, notable and even miujiza ingine. Huyu msichana alikuwa ameolewa na wamepata watoto 3, 3 children. Ameolewa ni nani zamfikia ameolewa. There are some things that will open and doors will open. Let me tell you, when God takes over in your life, unaweza kuwa una degree moja na utajiri mtu ana masters. Utakuwa mdosi wa mtu ana masters. Because it's not by might, neither by power, but by the Spirit of God. When God comes down, He is able to
sudden shift in your life. Mungu akishuka chini anaweza leta badiliko kubwa katika maisha yako. Angalia Abraham, Genesis 13:14. Genesis 13:14 inasema, the Lord said to Abraham after Lot had departed. It means there are some people that you are working with, you have got to part. Kwa sababu wale watu wanatembea na wewe wanaweza kukula baraka yako ama kuongezea baraka yako. Wale watu umeweka central position as business partners, as your best friends, ya kwamba anytime you are free lazima wapigie. Mnaonana, mnasema mnaenda kunywa kikombe ya chai wherever. They can be eating you up instead of increasing you. And it is a high time, if a person is reducing you, kama delete them from your phone. Ni wakati umefika ya kwamba kama kuna mtu rafiki yako anakupunguza, mfute kutoka kwa simu yako. Yaani kazi yake ni moshene. Kazi yake hakuna kitu kingine, ni kuongea tu vile you can. Hata moja ni vizuri kufuta hizo namba na kuachana na wao. I know some of you have very nice smartphones, but you can imagine 5 people in your contact, they died 5 years ago, but they are still in your life, in your contact. They are there. Even as I talk, I know there are people who died hapo hawahi kuwafuta. Hao walikufa hujafuta, na wale wanaweka maisha yako chini, they are equally the same. You have got to delete and to say, now I mean business. I am ready to progress my life, and I am ready to sacrifice and denounce and connect with the people that matter in my life. Amen. Because you become the equal of your best, the 5 best people in your circle. If they have not gone anywhere, you're not going anywhere. If they have not achieved anything, you're not achieving anything. And learn yourself. Make an effort that you stay with the people who express you, and they push you, and they pull you to your destiny. Are you together, Panadomo? Praise the Lord. Now Abraham anaambiwa, the Lord said to Abraham, after Lot had departed, lift up your eyes from where you are and look north, south, east, and even west. As far as you can see, I will give to you and your offspring. Amen. Bwana akamwambia Ibrahimu alipokuwa amekwisha tengana na Lutu, inua macho yako sasa ukatazame kutoka hapa ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Hebu nikuulize kabisa wewe 5 years kabisa, let's talk the truth. 5 years unatayarisha kuwa wapi? Unatayarisha retire yako? Yaani hiyo biashara uko nayo unatayarisha iwe nini? Do you have a vision for it? Do you have a vision for your life? Are you doing anything to improve yourself? Are you still learning? Ama ulifika mahali sasa uliacha? If you are not learning and growing, you have begun to die. Kama hakuna kitu unaongezea kwako, umeanza sasa unatosheka na hiyo pesa na hakuna kitu you are doing, you have just begun to die. Soon we are going to bury you. And I say the problem si ati hakuna kazi, sio kwamba hauna ability useme sijasoma. Mungu angalia ability, anaangalia maono. Mimi nimewaambia vizuri ya kwamba hapa hii shule hii unaona hapa itakuwa one of the best schools around. Soon tutapandisha ghorofa ya mawe. Hata hii madarasa desade tutazihamisha tuweke pande hii. Zipande ili hii uwanja imefunikwa na kanisa na imefunikwa na shule. Na sio hivyo pekee, hii shule tutaongeza. I don't know kama tutachukua iko huko nyuma au tutachukua huku ama tutafanya namna gani. Lakini naona tutakuwa na sometimes several cars zimeandikwa Blessed Joy. Either academy or schools. They will be flying all over. Zinaenda hata Kabete, zinaenda Kangemi, zinaenda Bali, hata kama ni Kiambu. This church will get the map of Nairobi and the map of Kenya. Hakuna bishop atakuja kuhubiri hapa. Na niliwaambia tayari na I can see ile church tunajenga haina balkoni moja ama mbili, ni zaidi ya balkoni mbili. Na itajaa watu. People will come. Me, I'm not doing it for myself. I might finish doing it na Mungu anipeleke mbali, anitransfer, anifanye chochote. Lakini nina maono imekuwa ndani yangu. Na hiyo maono inakuja kutimia. Nina maono ya familia yangu. Nina maono yangu mwenyewe. Kuna mahali naelekea, and every time I'm doing a survey, how far have I gone? I'm praying for you, macho yako yafunguke, usikae tu ya kwamba maono yako, ile maono kubwa uko nayo ya kubadilisha kiti ya plastic ya white iwe ya blue.
Maono uko nayo ni ya kubadilisha simu kutoka kwa kabambe kwa smartphone. Hiyo ndio maono uko nayo. Ni ya kujenga nyumba ya kuku. That is the vision you have. Na Mungu anaambia Abraham, angalia east, west, south and north. Na hiyo usifikiri ni mambo anaona na macho. Hiyo ni mambo ya kiroho. Umbali utakaoona, huo umbali nitakupa. Uliza mwenzako, unaweza na itaenda. Ukifanya biashara, mtu atakuuliza kabla anunue, atulifanya biashara kiwango gani? Huyu mama anapenda vile anafanya kwa unaona hapa Joyce. Joyce anakuja hapa na sukuma na mboga, sio kama amekuja nazo leo, anaweka pale anauza. Huyu my wife hapa. Hata na mnaona mimi sina mapendeleo, hata siwahi tangaza biashara yake. Lakini mimi nasikiaga fungua boot. Vitu vinajazwa huko. Si akasema yeye ni mchungaji, sina haja ya kuzunguka. Tuko na chat na nini? But she has a vision. And I pray that one day she will go to Turkey and become an international business person. She will go to Dubai and become an international business person. So you don't have to begin so big at the nikipata capital, nitaweka biashara. My friend, begin where you are with what you have. Begin there. Enda upike mandazi. Hapa every week we buy mandazi, tukipata shida tukienda nyumbani, tukiwa hapa tukiwa na kama next week tutanunua mandazi, maana tukifungua Friday tutakula chai. Hakuna mtu hapa amekuja na mandazi, anakuja hapa kwa Pastor Shida, anasema paketi mbili nitakujia kesho ama jioni. Anakuja hapa kwa Meli, anasema una watoto wangapi? Anawata paketi 3. Anaenda hapa kwa Stella, anamuuliza sasa hiyo narudi jioni. Anaweka paketi kama una watoto ama una shauri yako. Kama ni hivi. Anaenda kwa John hapa, anamwambia tunafanya kazi wapi? Anaenda pale, anamwagia sare paketi 3, anaenda. Jioni wewe unaenda tu unaweka mkono mfuko. I'm telling you the truth. Mungu ataona hiyo bidii na atabadilisha maneno. Because hawezi kuwa na imani na hakuna kitu unafanya. Mtu ambaye anazikwa na hana pumzi ni kama imani isiyo na matendo. So you've got to begin something and you say this one God. Hata kama naenda kazi mguu na sina fare, sina chochote, mimi najua siku moja utanibariki.